Bidada alimbusu mdoli shavuni, upande mwingine CEO alihisi mtu akimbusu shavuni. Wakati huo bidada alivua nguo za mdoli huyo. Sekunde iliyofuata suruali ya mkurugenzi ilianguka ghafla kwenye kikao. CEO akamwambia kila mtu kwenye kikao aondoke haraka sana. Msaidizi akamfuata, lakini alipewa onyo la maana. Mamba kuwa na wazo kwamba ameunganishwa na mdoli. Akafika nyumbani na kuanza kuoga. Upande wa pili bidada akagundua mdoli wake umeloa, lakini ghafla akagundua kwamba ulikuwa umeshajikausha na kuvaa nguo zake tayari. Upande wa pili CEO alikuwa amevaa nguo za kulalia ili alale. Ila bidada akachukua mdoli yule na kutaka kumbadilisha zile nguo. Jamaa akaanza kuona nguo zake zikitoweka bila sababu, akahisi kama analaana. Siku iliyofuata bidada akaingia ofisi aliyokuepo CEO. Mwamba akamuona yule mdoli. Bidada akaufinya mdoli yule. CEO akahisi kuna mtu kamfinya kwenye shavu. Mwamba akagoma kuamini, ikabidi amwalike bidada kwenye chakula cha mchana. Bidada mwingine tajiri alikuwa anamuelewaga Mwamba kitambo, ila kwa siri. Akamwendea bidada na kumdhihaki kwamba wewe ni maskini, ustahili kuwa na mkurugenzi. Kisha akamwagia pombe kwenye glasi. Bidada akamnyanyua yule mdoli na kujizuia. Huko kwa Mwamba naye akaloa mwili mzima. Watu wote wameshangaa. Mwanamke tajiri akajaribu kumfuata, lakini Mwamba akamkataa na kumsukuma. Bidada tajiri kwa aibu akapatwa na hasira, akapola yule mdoli, wakaanza kugombania. Mwisho akaanguka kwenye maji, mdoli ukaloa. Mwamba anarudi akiwa amebadilisha nguo, ghafla ameshangaa ameloa tena. Karuka kwenye maji na kumwokoa binti maskini. Bidada baadaye dakika za unusu anaamka ameshangao tu. Yule mdoli kavaa nguo za kuogelea. Akaanza kumbadilisha tena na kumvua. Kumbe Mwamba huko anatoka kutoka kuoga. Ile anatoka tu anakuta bidada ndo anamalizia kamba ya mwisho. Ile amzuie tu akawa amechelewa. Mishangao yote ikawa wazi. Mambo ya utamaduni yote yakamwagika. Mshikaji Chapo akachukua nguo kujikinga na akamuonya bidada asirudie tena kumgusa mdoli yule. Bidada ndipo anagundua CEO ameunganishwa na mdoli. Kilichofuata comment ni mishangao tu. Naitwa Kingston, share, like, follow na subscribe kwa video zaidi.